lile neno atatupa pumziko na raha kwa Kiebrania, kwa Kiyahudi hasa ni maana ya kutoka vitani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kutoka kwenye vita. Kwa hiyo ahadi ya sisi kutoka katika vita iko ndani ya Yesu. Sema amen. Ikiwa tumepewa ahadi ya kutoka kwenye vita, ina maana vita tumevishinda. Sema amen. Au yuko aliyetupigania akatushindia. Unajua, ukisikia neno vita, kama vile ambavyo tayari leo nimesikia tetesi za vita vimekwisha kuanza kati ya Iran na Israel na Marekani. Mashambulizi yameshaanza. Walioko kwenye hivyo viwanja vya vita hawawezi kuwa na amani, hawana raha, uwe tajiri au uwe maskini. Vita havina raha, havina mapumziko. Sasa kama Yesu ametuita akisema atatupa pumziko, atatupa raha, hii ni kumaanisha aliyekuwa na nguvu ya mashambulizi ya kutushambulia ameshabiwa, hana uwezo wa kutuharibu tena, hana uwezo wa kutupiga. Bwana Yesu asifiwe. Wakati vita vilipokuwa vikipigwa mwaka jana, nafikiri au mwaka juzi, Muisraeli na Muiran, tunasikia kwenye vyombo vya habari ndege za Kiisraeli ziliondoka kwenda Iran, lakini kabla zijaondoka walikata kwanza mawasiliano ya anga ya ulinzi ya Iran. Kwa hiyo anga la Irani likawa limefunguliwa. Askari wa vita wanajua tutakapoona ndege tutapata kuzishambulia. Mitandao yao hawana habari, imeshazuiliwa kuona. Kwa hiyo ndege 100 zilienda juu ya anga la Iran, 100, na zikarudi. Na sisi katika eneo hilo, amen, Yesu apigani kwa ajili yako akienda na hofu. Amemwendea adui yako. Maandiko yanasema mtu mwenye nguvu alindapo nyumba yake, kwanza ujifunga silaha zake na kulinda nyumba yake na vitu vyake vyote viko salama. Lakini mtu mwenye nguvu kumshinda atakapomwendea, mtu mwenye nguvu kumshinda atakapomwendea, umnyang'anya kwanza silaha zake alizokuwa akizitegemea, kisha uyagawanya mateka yake. Mtu mwenye nguvu, Ibilisi, alikuwa kwenye utawala wake, kila kitu chake kiko salama, maombi yako hayamtingishi, sala zako na kufunga na kila kitu na mafuta ya upako hayamtingishi. Lakini alipokuja mwenye nguvu kumshinda Ibilisi, yani Yesu, amen, alipomwendea akamnyang'anya silaha. Halo, hakuna mwenye nguvu zaidi ya Yesu aliyemwendea adui yako. Adui yako alikuwa na silaha anazozitegemea. Akiamua kukunyima usingizi haulali, akiamua kukuletea magonjwa hautapona. Sasa alipomnyang'anya silaha, haleluya,
alipomnyang'anya silaha, kila kitu alichokuwa kikitegemea aliponyang'anywa, maana yake ameshindwa. Akitaka kutumia nguvu zake kukushambulia, hana uwezo tena. Mpigie Yesu makofi, haleluya. Hana uwezo. Kwa hiyo tunayo sababu ya kumwambia Mungu asante kwa sababu ya Yesu. Amen. Namba 2, neno pumziko liko kwenye Mathayo, tumesoma 11, Mathayo 11:28. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Analizungumza Yesu. Eneo lingine la kupumzika ni hili. Amen. Sio tu kwa sababu vita vimeisha. Anatusogeza kwenye uwepo wake. Kwenye uwepo wake ndipo mahali pana pumziko la kweli. Kwa hiyo amevimaliza vita kwa kuvipiga. Sema amen. Hebu sema nimemshinda kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya. Hajaongea kwamba tutashindwa au tutashindana. Tumeshamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12 kuanzia mstari wa 1 kuendelea, utagundua kuna aina fulani ya vita katika ulimwengu wa roho. Na vile vita vilipopigwa, Ibilisi akashindwa, akatupwa duniani. Si ni sawa sawa? Mwanadamu aliyoko duniani au na vitu vyote vilivyomo humu vikaandikiwa ole wao walioko huko. Maana huyo Ibilisi, yule joka, ametupwa huko, naye ana hasira kali. Lakini kufika mstari wa 11 ikaandikwa kwa ajili ya sisi sasa. Kwa ajili ya sisi. Sema amen, amen. Tumemshinda sisi, tumeandikiwa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Kwa hiyo kwenye eneo la ushindi limeandikwa kwenye eneo la wakati huu. Tuko kwenye eneo la ushindi. Haleluya. Sema amen. Ongeza sauti, sema niko kwenye ushindi. Unajua rohoni mambo yanafanyika kwenye eneo la uelewa wako. Eneo la ufahamu likiwa na nuru kidogo. Nuru kidogo tu. Eneo la ufahamu. Hapo ndipo ushindi ulipo. Tunaenda sawa sawa. Lakini eneo la ufahamu likikosa uelewa, vita vitakwepo kwenye eneo lako. Maana kwenye eneo la vita ni mahali panapopiganwa ndani ya mtu kwenye ufahamu. Pakishaonekana humu ndani pana ushindi, amen, hata yale mashambulizi ya kipepo hayatakuwa na nguvu kama hapa tayari pana ushindi. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 10 mstari wa 3. Haleluya. Anazungumzia kwamba kupigana kwetu sio kwa damu na nyama. Maana vita vyetu sio vya damu, bali vina uwezo katika Mungu kuangusha ngome, kuangusha elimu, mapokeo na mafundisho tuliyoyapokea, na kila elimu inayojiinua kinyume na Mungu. Sasa tumeshapokea elimu, sema amen, amen. Na tuliyopokea ni fundisho la ushindi. Ongeza sauti, sema na mimi ushindi ni wangu. Ngoja nikuonyeshe kwa urahisi kidogo. Ushindi huu tumeupataje? Haleluya. Mwanadamu hakuwahi kuinuka baada ya dhambi. Baada ya dhambi mwanadamu hajawahi kuwa juu ya utawala wa giza. Baada ya dhambi
hata kama Israeli alishawahi kujitokeza akapewa nuru kidogo sana, akaweza kuonekana Mungu akimtumia Israeli, lakini Israeli mwenyewe hakuwahi kujua anapigana vita katika ulimwengu wa roho. Israeli yoyote hajawahi. Muisraeli mpaka na leo, Mwebrania yoyote, Myahudi yoyote hajui kwamba kuna vita katika ulimwengu wa roho. Wao wanajua maadui zetu ni hawa majirani. Wakitengeneza silaha hawatengenezi za maombi. Mnanisikia Wakristo eh? Wanatengeneza bunduki kweli. Mwisraeli aendi kuomba ili ashinde vita vya kiroho, anaenda kuomba aende kupigana bunduki. Sawa eh? Haleluya. Sijui kama naeleweka eh? Alipokuja Yesu alionyesha fundisho tofauti na uelewa wao. Akawaonyesha hawa wapiganao na ninyi chini kwa chini huku kwenye mwili wanatumiaga superpower ya kiroho kuwashinda ninyi na kuwatesa ninyi. Sasa mimi nimekuja, haleluya, ili mupate uhuru, mupate kuwekwa huru, niwatoe kwenye mwili niwaingize rohoni, ili muwashinde hawa jamaa rohoni, na huku chini hawa jamaa hata akili ya kuinuka kushindana na ninyi hawataweza. Waisraeli wakashindwa hiyo elimu, wakaikataa. Mnanisikiliza watu wa Mungu eh? Wale walioipokea akawachukua akawaambia, fanyeni mazoezi haya, enendeni wawili kila mahali, toeni, peni wagonjwa, mmepewa bure, toeni bure. Mali pengine akawaambia tena, takaseni ukoma, fufueni wafu. Hiyo elimu hawajui, lakini sasa ndo wamepewa, nendeni sasa na hii elimu. Wanaenda, wana uwepo, wana nguvu, wamepewa. Biblia inasema akawapa mamlaka na uwezo wa kutoa kila pepo na kuponya magonjwa yote. Walipoenda wawili, hawajawahi kufanyaga hivyo, wakastuka tu, watu wanapiga kelele, unanitesa, huyu ni nini? Mbona anajitupa? Weka mkono kwa jina la Yesu, toka. Mtu ananyanyuka, na alikuwa na matatizo ya maisha, alikuwa anapitia mahali fulani. Wanafunzi wakashangaa, hii nayo sio ya kawaida. Waliporudi kwa Yesu, Biblia inasema wakarudi kwa furaha. Jamani, fungua kwenye Luka, fungua Luka sura ya 10. Haleluya. Piga kelele, sema amen. Wenye kunielewa waseme amen. Wangapi wananielewa? Nione mkono kidogo. Sasa sisi tupo hapa, lazima tuingie kwenye eneo letu na sisi tujidai. Sema amen, amen. Kama tumepewa mahali pa kujidai, tusijione kwamba hatuna nafasi. Na wewe enjoy wakati huu. Piga kelele, sema naweza kujienjoy. Luka ile sura ya 10:17, 18 na 19 inasema, ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Unaona hiyo lugha? Hata pepo, yani haijawahi kutokea. Wanarudi kwa furaha. Amen. Miaka iliyokuwa huko nyuma, mtu tu anatokea ghafla, anapata paralytic, anakufa. Mtu anapata shida tu, ukoma umempiga, anafukuzwa nyumbani. Huyu anaenda kukaa porini, hawezi kukaa nyumbani. Sasa Yesu akawaambia, mimi nimekuja sasa. Amen. Vita hivi sio vya mwili, viko rohoni, mukavipige katika roho. Sasa nawapa mamlaka, nawapa nguvu, nawapa amri. Wakasema, mwalimu, pepo kabisa tunaweza kuwatoa. Nendeni, chukueni jina langu, nende nalo.
mkilishika jina langu mkienda nalo, mimi kwenye hilo jina nitakuwa niko pamoja na ninyi. Kwa hiyo walipokuwa wanaenda, pepo wanapiga kelele, wanawaambia toka, wanatoka, pona, wanapona, inuka, wanainuka. Bwana Yesu asifiwe. Wakaja akamwambia mwalimu, kwa furaha kabisa, hata pepo wanatutii. Haikuwa kawaida. Amen. Akawaambia, nilimuona shetani. Yesu anawajibu sasa, mstari wa 18. Nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Yaani jamaa kumbe alikuwa huko. Tunaelewana juu alikuwa huko kwenye anga la kiroho. Na ile anga la kiroho kwenye kitabu cha Ufunuo 12, huko ndo kulikuwa na vita. Amen. Na kwenye hilo eneo la anga la kiroho kulikuwa na vita, na akatupwa chini. Na hapa Yesu anasema, nalimuona huyo jamaa, nyie mkienda hivi na jina langu mmelibeba, viumbe vya rohoni, kiongozi wao, nyie mkienda, kiongozi wao alianguka chini. Sasa kama ibilisi ameshaanguka, haleluya, kwenye maisha yako hayupo juu, utapigana na nani tena? Geuke jirani yako, mwambie adui yako ameanguka. Haleluya. Shangilie Yesu kwa makofi. Haleluya. Sijui ni mimi naona au wewe unaona hiyo ninachokiona. Jamani, usiniandikie orodha ya mapito na vita vyako. Niandikie unaona nini kwenye maandiko. Tunaelewana Mtazamo wa maisha nayoyapitia ni kwa sababu kwenye maneno naye yaona yaliyoandikwa ya ushindi wangu, wewe nao umeandikiwa. Ona huo ushindi. Ukishauona huo ushindi, ulimwengu wa roho unarespond haraka, unajibu haraka. Wale waliokuwa wana uwezo wa kukaa juu yako hawana uwezo tena, wataanguka chini saa hiyo hiyo, katika ule uwepo wao wa kukusukumia wewe mahangaiko. Unasukumiwa tu unafedheshwa, unadhalilishwa, unapita kwenye aibu, unapita kwenye kutukanwa, unazaraulika kuliko kawaida. Watu wanakuona mtu wa ovyo, watu wanakuona haufai. Hata ulikuwa unatamani kujiunga na kwaya, kiongozi mwalimu wa kwaya anasema wewe una sauti gani, anakutoa. Lakini nataka nikwambie, ule uwepo wa yule aliyekupa utawala, ukishauona uko pamoja na wewe, kila kitu kilichokuja kinyume na wewe juu yako kinaangushwa chini mara moja. Hakina tena nafasi ya utawala, hakiwezi kukaa juu yako, hakiwezi kupambana na wewe, hakiwezi kukuwekea mzigo tena, hakiwezi kukuwekea magonjwa wala umasikini juu yako. Unashangaa tu Januari, Februari, Machi, nilikuwa napitiaga kipindi vyote, nikifika Januari maisha yangu yanakuwa magumu kuliko kawaida, sinaga hata mahali pa kupita, napumuaga mwezi wa 6. Lakini sasa naweza nikakwambia, unaweza ukaanza Januari mpaka Disemba usione hayo mapito, kwa sababu aliyekuwa juu yako hana mahali pa kukaa juu yako tena, ameanguka kama umeme. Sasa maandiko haya yapo kwa ajili ya wale walio na ufahamu. Sawa sawa, watu wa Mungu Hebu sema, adui yangu ameanguka chini kama umeme. Ongeza sauti, sema, hawezi kuinuka tena. Tena hamna wa kumsaidia. Ameanguka na silaha zake na maajenti wake. Amen. Ameanguka kabisa. Sasa ole wa nchi na bahari na hao wengine shauri yao, lakini kwangu kaanguka. Halo, nyewe watu wa Tanga huku, sijui kama mpo sawa, mnanisikiliza vizuri? Mara wengine wanasemaga Tanga bwana mapito yake sifanye mchezo. Nakwambia hapa Tanga utafanya mambo makubwa hapa kwenye nchi hii.
Hao wanaoitwa wana nguvu kukushinda wewe watakuja mbele yako wakiinama. Hao waliokuwa wanajiona wao ndio watawala, watakuwekea magonjwa, watakimbia mbele yako kwa njia saba. Hao ambao wanazunguka nyumba yako usiku na mchana wakutamkia mabaya, hayo mabaya yatawapata wao hayo. Maana wewe sahihi ulipo hauko mahali pa kupigwa. Piga kelele, sema amen. Mstari wa 19. Mstari wa 19. Hatujawahi kuona hiyo katika Israeli jamani. Tunaenda sawa? Hii ni first time. Elimu hii haikuwepo. Fundisho hili manabii walikuwa hawana. Hata manabii hawajawahi kujua kwamba kwenye ulimwengu wa roho kuna mashetani yanapigana na sisi. Wao wanasemaga tu Bwana atakupigania na utanyamaza kimya. Sasa anaona Mwisraeli anapiganiwa wapi? Kuna Msiria, kuna Mlebanoni, kuna Mpalestina, kuna sijui ni nani. Akili yao iko huko. Haleluya. Kwa hiyo badala kuingia kwenye roho walikuwa hawana hiyo knowledge. Sasa sisi tumepewa elimu ya rohoni. Sema kwa sauti amen. Mstari wa 19 anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Na nguvu zote za yule adui. Kukanyaga ni kuvitiisha, ni kuvifanya sio kitu kwako. Nimewapa amri ya kukanyaga. Nimewapa. Haleluya. Hebu sema niko kwenye siku ya raha. Sema niko kwenye uwepo wa Mungu. Haleluya. Yaani ile resting place, mahali pa kupumzika ni kwenye uwepo. Ni pale unapolala uko kwenye kifua cha Kristo. Unapoamkia, unapotembea, unapoenda kazini, yeye anasema nipo pamoja nawe. Sitakuacha, sitakupungukia hata mwisho wa dahari. Upo kwenye uwepo. Ile ndo mahali pa Sabato. Sabato yako iko hapo. Wanakuja juu yako, wanaanguka kabla hawajafika. Wanarusha makombora, hayatatua chini yako, yanashikiliwa huko juu kwa juu, au yanarudishwa nyuma yaanguke kule yalipotokea. Yaani Mungu anakuweka kwenye usalama, na kwenye hiyo sehemu Mungu amekaa kwenye kiti cha enzi, anasema nitakaa ndani yenu nami nitakula pamoja nanyi. Sema amen, amen. Sasa hayo yote hayo ni pumziko. Mahali pa kupumzika. Hebu sema mahali pa kupumzika kwangu. Adui wako chini ya miguu yangu. Haleluya. Ninaeleweka kidogo? Hebu sema kwa jina la Yesu, hawatainuka tena. Wamewekwa chini na hawana mahali pa kuinuka. Hawatapita popote wakaharibu kwenye eneo langu la afya au la uchumi au la familia yangu. Nimepewa mamlaka ya kuwakanyaga nyoka, nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna chochote kitakachonizuru. Amen. Na maisha ambayo yanawatesa, kwa sababu adui yenu yuko juu yenu. Mkija kwangu, adui yenu aliye juu atashushwa, na akishushwa hata inuka, nanyi hamtapigana tena. Maana adui yenu nguvu zake alizonazo nimeshaziharibu. Kwa sababu mmeniamini, hawataweza kuchukua silaha yoyote tena. Piga makelele, sema amen. Ninauona wokovu wa Bwana kwenye maisha yako.
Ninaona uwepo wa Mungu maishani mwako. Ninaona kushinda kila aina ya majaribu. Ninaona kufanikiwa katika mambo yote. Ninaona kuwa na afya yako. Ninaona watoto wako wakifanikiwa. Ninaona ukifanya maendeleo ya nyumba yako. Ninaona kizazi chako kikiongezeka. Ninaona kushinda na zaidi ya kushinda. Haleluya! Hapa sio naongea kama nabii, naongea kama Roho wa Mungu anayezungumza na wewe mwenyewe, anayekutamkia wewe mwenyewe. Anataka kukuhakikishia aliyekuwa juu yako ameshaanguka, aliyekuwa amejiinua kinyume na wewe hawezi inuka tena, aliyekuwa ameshika silaha hana silaha, aliyekuwa anakufanya una amani hayupo mbele yako tena. Utaiona Machi mwezi wa 3 hautatembea kwenye majaribu. Utaona April haupo kwenye mapito. Utaona Mei, Juni, Julai mpaka Disemba ukishika mikononi mwako kazi inastawi, biashara inastawi, shamba linastawi. Hata kama mtaji ni mdogo utaongezeka. Kama ni magonjwa yalikuwa yanakuja, sahihi yataambiwa no, hauna mlango mahali pa kukaa, sio kwa mtu huyu tena. Huyu nimeshamweka huru, naye amekuwa huru kweli kweli. Sahihi hatatembea tena kwenye njia ya kujikwaa, hatatembea kwenye njia ya utelezi. Nitamshika mkono, nitampeleka kwenye njia zilizo za kupendeza, nitamwingiza kwenye mapito ya amani. Ndivyo Biblia inatuambia, amani yangu na wapeni niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu toavyo. Sema amen. Nione raha wapi nyingine? Nione raha nyingine wapi? Juzi sijui jana niliwaambia, kama Yesu katika mwili uungu wote wa Mungu ulikuwa katika mwili. Wakolosai 2 pale mstari wa 9 na wa 10. Yani the fullness of God, uungu wa Mungu uliokuwa Mungu. Yani Mungu ameongea akasema iwe nuru, alafu ukakaa kwenye mwili, akaonekana akitembea baharini, mawimbi hayamzamishi. Haleluya! Piga kelele, mawimbi hayamzamishi. Na mimi nauona huo uwepo wa Mungu huyo. Anasema hivi, na sisi tunatumilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Katika mawimbi yanayokuja juu ya nchi hii, hakuna mawimbi yatakayokuzamisha. Majaribu yanayopita mbele yako hayatakuzamisha. Wakupangiao mauti hawataweza kuona mauti yako. Wanaokusudia wewe uteseke hawana hiyo power. Hamna hata mmoja anayo. Amnaga huyo. Yule unamwaziaga kwamba na nguvu kukushinda wewe, nakwambia ukweli, shika maneno yangu hiyo naye kuzungumzia leo, huyo unaenda kumzika wewe, yeye hata kuzika. Huyo unayemwona ndio msumbufu wa maisha yako, wewe ndio utakwenda kuchukua udongo. Lakini yeye hatashika udongo wako akasema huyu sasa nimemmaliza. Huyo hana hiyo nafasi. Kuwekwa kwenye orodha ya kuweza kukusindikiza kwenye simu. Hana hiyo power. Piga kelele, sema amen. Hana hiyo power. Hawana hiyo power. Mwangalia mwenzako, mwambie hamna. Hawawezi tena. Wametupwa chini, wameangushwa kwenye nyayo zangu, ni wakanyage sawa sawa. Piga kelele, sema nitawakanyaga kwa zaburi na kwa nyimbo za tenzi, na mwimbieni Bwana. Ongeza tu sauti, sema nitamkanyaga kwa kitabu cha Mathayo. Yani wewe ukianza kusoma kitabu tu, jamaa naumia. Yani unapoanza fellowship na mwingine tu, jamaa anaumia. Lolote utakaloanza kufanya, jamaa anaumia. Yani haya mateso yatawaumiza sana. Haleluya. Niliwaambia hapa juzi, usizikwe na mtu uliosoma naye. Unanisikia
Usizikwe na mtu uliokulia naye, mmekomaa wote, mmezaliwa pamoja, haniziki. Unanizika wewe ni nani unizike? Yaani wewe tumezaliwa, tumekuwa, wewe ni mlevi, alafu mimi ni mwenye haki, alafu wewe mlevi unasema jamaa tulikuwa naye huyu, unanizika. Nani amekwambia? Piga kelele, sema mimi ni mwenye haki. Nitawazika wote ambao sio wenye haki niliokuwa nao na niliosoma na wao. Yaani unatakiwa uzikwe na wajukuu wa watu ambao walishatangulia. Watoke tu kule kaburini wasema huyu bwana, huyu mzee huyu, babu yangu aliwahi kukua wote. Yaani wale walikalako wote. Lakini kama ukiamua kufa haraka, usife kwa mateso. Mnanisikia? Usife na madeni. Tunakubaliana Wewe hakikisha umeandaa mambo vizuri, umejenga manyumba ya kutosha, umeweka biashara za kutosha, umenunua na mashamba, alafu ukiwa na afya yako, moyoni useme tu nimeamua kuondoka na Yesu. Alafu unamwambia Bwana Yesu, sasa mtumishi wako ameona vema, sasa kwenda kwa amani. Kwa hiyo unaita watoto, mwanangu njoo, fulani njoo, na wabariki wanangu, unajua mpendaneni, maisha upendo ndugu. Unamaliza unamwambia wewe utatawala, wewe utakuwa hivi, wewe utakuwa hivi. Unaongea maneno, usiku kilala umekunywa na kahawa, nenda zako. Na sisi tutaenda makaburini tumevaa suti na tai. Tunasema baba ameondoka vizuri, hajaenda hospitali kwa mateso, hajatuachia madeni, ametuaga, alikuwa anajua, kazungumza vizuri, alafu akiwa kwenye kiti akaondoka. Sasa wewe unataka kutuletea mateso mpaka tunaanza kukuona, Mungu asimchukue huyu jamaa mapema. Kuna mateso mpaka unamwambia jamaa aondoke, alafu aondoke, anaendelea kula zile hela zote za nyumbani. Mwambie mwenzako sifi namna hiyo bwana. Ngoja nikwambie, kifo usikiogope. Sema amen, amen. Ukiwa na hela, ukiwa na afya yako nzuri, ukiwa na kila kitu kizuri, wewe unataka kufa haraka ya nini? Ngoja vitukuu vikue, ukale chakula mahari ya vilembwe. Sema amen, amen. Waje nyumbani waseme tunaenda kwa babu mkubwa. Wakija kule kwako kuna vyumba vya kuchezea, wacheze humu ndani. Amen. Warukeruke huko, wakichoka waende kwa wazazi wao, lakini kwa babu kuna raha. Haleluya. So wakija kwa babu wanaenda kujipanga kwenye makochi, hawana mahali pa kulala. Mwambie mwenzako fanya vizuri sasa. Hakuna vita mbele yako. Ni wakati wa kustarehe. Kula raha ndani ya Yesu. Maadui zako wamenyang'anywa silaha, hawana nguvu na wewe, wameshapigwa sawa sawa. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Nilishawahi kupa ile andiko la Waebrania 2:14 na 15. Mnalikumbuka Waebrania 2:14 na 15. Nani analikumbuka ile andiko? Ili andiko usilisahau milele. Limeandikwa hivi: kama watoto walivyoshiriki damu na mwili, yeye Yesu yeye naye kashiriki yayo hayo, damu na mwili, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Kwa hiyo anaenda kwenye kifo sasa, anaenda fanya finishing ya mwisho. Haleluya. Kumfanyia jamaa finishing ya mwisho, anamfanyia finishing ya kumharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti.
Kwa hiyo alipomalizia huko, Biblia inasema ili kwamba awaache uhuru, mstari wa 15, awaache uhuru wale wote ambao kwa maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa kwenye utumwa. Sasa sina hofu tena. Sema amen, amen. Nyanyua mkono juu namna hii, sina hofu yoyote. Nitakula na kushiba na kukaa salama, kwa afya yangu na mikono yangu itafanya kazi na kufanikiwa sana, na kila nitendalo litafanikiwa katika jina la Yesu, amen. Sasa jamaa ameshafanyiwa finishing, sio tu kutupwa chini, kafanyiwa ya mwisho, action ya mwisho. Siku moja kwa naangalia television ikiwa Marekani, jamaa mmoja alikuwa anatoa ushuhuda, amechora mwili wake matatu, yani hanatisha. Alikuwa ni mmoja ya viongozi wa wale makundi makubwa ya wakora, magangster, wauza madawa ya kulevya, wanaoshika bunduki, wanaua watu, wanamaliza, wanapigana na polisi. Jamaa lilikuwa kiongozi. Likiwa gerezani, likapata kumpata mtu akamhubiria habari ya Yesu. Akamuuliza yule bwana, Yesu atanisaidia nini? Jamaa anasulubiwa ovyo ovyo tu msalabani. Mimi atanisaidia nini? Akamwambia movie ilikuwa haijaisha pale msalabani. Pale msalabani ndio mahali pazuri sasa pa movie, mwishoni inapoishia. Nenda zaidi isome ile story, jamaa alipoenda kaburini alifanya nini. Akamwonyesha jinsi ambavyo aliyekuwa na nguvu za mauti alivyoharibiwa. Akasema kwa hiyo alipoenda kule, sinema ilikuwa inaendelea. Alimwendea huyo gangster mkubwa huko chini akamharibu. Alafu siku ya tatu akatoka ana ufunguo za mauti na kuzimu. Akasema kwa hiyo Yesu ni gangster aliyewashinda wengine yote. Akasema wengine wote hawawezi. Hakuna ambaye gangster aliyewahi kufa akafufuka, amna. Ni huyu peke yake, huyu mwamba ndio. Akasema basi nimeamua, huyu ndio mwenyewe, huyu ndio kiongozi huyu, hata sisi ni fake. Akaamua kuokoka, akampa Yesu maisha na zile sura zake za kutisha, akaanza kumhubiri Yesu. Na mimi naelewa katika ile picha aliyoiona yeye, kila mmoja ana hofu na shetani, lakini nataka nikwambie, Yesu hakwenda msalabani tu kulipa dhambi. Yesu hakwenda msalabani tu kulipa madeni. Alipitia pale ili aone mlango wa mauti. Kifo kwake hakikumwogopesha. Alijua kwenye eneo la kifo nitapata fursa ya pekee niingie upande wa pili, maana Mungu ni uzima. Sema amen, amen. Kwa hiyo uzima ukaadopti power ya death, akapata blanketi la mauti msalabani, akapenya aende upande wa pili. Ule upande wa pili Ibilisi anajua hakuna aliyekuja upande huu akashinda. Amen. Sasa Yesu alipotokea upande wa pili, kumbe uzima umeingia mautini. Ule uzima kule mautini ulienda kama nuru katikati ya giza. Kwa hiyo kilichotokea, jamaa kule chini akaona kitu kipya hajawahi kuona. Uwepo ulioshuka kuzimuni kule, kila silaha alizokuwa amezibeba. Neno ufunguo kwa lugha nyingine ni mamlaka, ni uwezo. Alikuwa anaweza kayafungua maisha ya mtu kwenye ugonjwa, magonjwa yakafululiza tu. Alimnyang'anya kila kitu. Saa hii adui yako wewe, fungua Ufunuo wa Yohana sura ile ya pili. Sura ya kwanza.
sura ya kwanza, Ufunuo wa Yohana, tusome pale. Nitasoma tu kwa haraka, sema amen, amen. Nianze mstari wa 10. Nasoma tu kwa haraka. Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 10 anasema, nilikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu, ikisema, haya uyaonayo yaandike katika chuo, ukapeleke kwa hayo makanisa 7: Efeso, Smina, Pergamo na Tiatira na Sadi na Filadelfia na Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka, yeye anasema ninageuka nione sauti ikiongea, nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe na kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa kwa tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kichwa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo na yale yatakuwa baada ya hayo. Siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na yale ya vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa 7. Yesu anaonyesha kwa Yohana, nalikuwa nimekufa lakini ni hai hata milele, nami ninazo funguo. Anaonyesha baada ya ufufuo ameondoka huko gizani, mahali aliyekuwa mwenye mamlaka na nguvu ya kumfanya mwanadamu apitie pagumu tu, aingie kwenye mateso tu, ampeleke mwanadamu kwenye umaskini tu, amfanye mwanadamu asione raha duniani, amfanye mwanadamu asifurahie maisha. Yule aliyekuwa na hizo nguvu alipomwendea huko chini, akamnyang'anya pawa hiyo, akamnyang'anya hizo nguvu, akazichukua hizo nguvu zake. Piga kelele, sema amen, amen. Akazichukua hizo nguvu. Leo hii, saa hii, mahali popote, usiogope chochote. Usifikiri kama wengine wanavyofikiria. Unajua ni mwisho wa mwaka, mafrimasoni wanakuwa saizi wanahangaika kuchukua damu, wanatoa sacrifice. Unajua ukisafiri sasa hivi, ndugu yangu, jihadhari sana, wanaweza wakachukua kwenye barabara huko, ajali ni nyingi. Ngoja nikwambie, ajali zisiwepo, nikiingia kwenye gari, na kama tayari adui alishapanga kuchukua watu kwenye gari, kitendo cha mimi kuingia hivi ndani ya hilo gari, hawa wote wataokolewa kwa ajili yangu, kwa sababu yule mwenye funguo za mauti ni naye ndani yangu. Sema amen, amen. Atafunga mauti zote za hawa watu, hazitatokea kwa sababu ya ile presence. Haleluya. Yani wewe ukiwepo mahali ni kisababisho cha wengine kufanikiwa, kisababisho cha wengine kuona uwepo wa Mungu karibu na wewe. Haleluya. Hebu piga kelele, sema amen. Hautakaa na mtu wewe ufilisike. Kama kuna mtu yuko karibu yako ni mchawi, yeye ndo anafilisika.
kama kuna mtu mwema atakaa karibu yako, naye atafanikiwa. Maana uwepo wa kufanikiwa wewe unatembea nao, uwepo wa baraka wewe unatembea nao. Akija akiingia kwenye nyumba yako ataziona baraka, akitoka baraka ataziacha hapo. Sema amen. Sijui kama naeleweka hapa. Haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie ninacho kipawa cha kutawala, cha ushindi. Amen. Yaani kwenye kiwango hiki anamwambia Yohana, usiogope, nilikuwa nimekufa na sasa ni hai. Akufa kwa sababu alikuwa dhaifu. Tunaenda sawa tu Mungu? Hakufa kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kujitetea. Alijitoa yeye mwenyewe kuwa njia ya mauti, aniendee mimi kuzimuni niliposhikwa humu. Haleluya. Nilikusomea ile andiko jana, nilikusomea kwenye Wakolosai na mahali pengine panasema kwenye Waefeso. Inasema hivi, akatufufua pamoja naye. Yaani mimi bado huku duniani sijazaliwa, lakini kwenye ulimwengu wa roho viumbe hivi vilishakuwa na uwezo. Alama za maisha yangu duniani walishazishika kule kuzimuni. Siku nikija duniani kule kuzimuni wananiandikia yoyote mabaya. Huyu ni mali yetu huyu. Huyu tulisema atazaliwa Tanga Handeni. Tuliona atazaliwa Tanga Handeni na kwamba Mungu amemwandikia baraka, lakini kwa sababu sisi ndio wenye mamlaka duniani hata ziona hizo baraka. Kwa hiyo kuzimu inakupangia. Unasoma mpaka chuo kikuu, unaanza kutafuta kazi upate, unakuwa dereva bajaji na una digrii zako 2. Badala uende kusimamia kampuni kubwa unakosa ajira. Na mimi nataka nikwambie, katika ulimwengu huu sahihi, iwe ni wewe au mtoto wako, hata tembea barabarani akihangaika, hata tembea barabarani hana biashara, hata tembea barabarani hana kazi yake mwenyewe. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Haiwezekani kuzimu inipangie mabaya. Hawana hiyo power. Mathayo 16 ukisoma kuanzia mstari wa 13 kuendelea, ukafika kwenye ule mstari wa 18. Mstari wa 13 anasema, alipoenda na wanafunzi wake sehemu za Kaisaria Filipi, aliwauliza, je, watu wanamnena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, mwalimu anasema wewe ni Yeremia, wengine wanasema wewe Elia, lakini wengine wanasema Yohana Mbatizaji, na wengine wanasema wewe mmoja wapo wa manabii. Hakusema hapana, hakuchukia, lakini na ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Petro akasimama akasema, anaitwa Simeoni. Wakati huo akasema, mwalimu, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, Simeoni, ili neno ulilolisema halikutoka chuo cha Biblia, halikutoka kwa wanadamu. Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili. Yeye mwenyewe amekuja kwenye ufahamu wako akaliweka hili neno mdomoni, na kwa kuwa ni yeye ameliweka kwenye mdomo wako, akamwambia hivi, tangu sasa malango ya kuzimu nitalijenga kanisa, malango ya kuzimu haitalishinda hilo kanisa. Ina maana malango ya kuzimu ni wapi? Malango ya kuzimu, neno malango tafsiri yake ni hii: ni mahali pa maamuzi ya kupanga jinsi ya kuongoza na kutawala. Kama bunge, mnanisikia watu wa Mungu? Eneo kama la bunge, kutunga sheria, kupanga taratibu za kiutawala na kuendesha nchi. Kwenye hilo eneo malango ya kuzimu wanapopanga, eneo linalopanga wewe huku Tanga usifanikiwe, wewe kule nyumbani kwako ulale na njaa, wewe watoto wako walale katika matatizo ya kukataliwa tu. Sasa yale malango ya kuzimu, Yesu akasema, nitalijenga kanisa sasa nitakaloliweka duniani, ambalo malango ya kuzimu hayatakuwa na nguvu ya kupanga juu ya huyo mtu. Hawatakuwa na hiyo power. Ndio maana anaenda sasa kwenye mauti, anamnyang'anya funguo jamaa na funguo za mauti na za kuzimu. Anawanyang'anya mamlaka, anawanyang'anya uweza na nguvu, wasikae wakapanga. Wakichukua kuku waende kwa Karumanzira wachinje kuku, damu imwagike, wewe usizae, huo mwaka utazaa watoto mapacha.
wana uwezo wa kuzuia tumbo lako lisipate watoto, maana hiyo power hawana juu yako. Sema amen. Sijui kama naongea mwenyewe hapa. Wanaonisikiliza waseme amen. Hebu sema hawana hiyo mamlaka. Piga kelele, sema hawana huo ufunguo. Alafu Yesu akageuza maneno akamwambia, wewe ndiwe Simeoni, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, nami nitakupa wewe ufunguo. Nakupa wewe ufunguo. Yesu anatoka mautini, anatupa ufunguo wa nini? Wa kufunga na kufungua. Lolote tutakalolifunga duniani, yeyote anayemkiri Yesu ni mwana wa Mungu, yeyote anayekiri Yesu ni Kristo, anayekiri, anayesema, sio akili yake, ni Mungu anaongea kwa kinywa chake. Na mtu wa namna hiyo anayo mamlaka, amepewa uwezo, amepewa nguvu. Ndio pale anasema, nanyi nimewapa mamlaka, nimewapa amri. Sema amen. Jamani, ameshakupa mamlaka. Ikifika mahali kabla hujalala, usiseme naomba Mungu nipe usingizi, naomba Mungu nilinde na maadui. Utakuwa umeomba kiwenda wazimu. Unaingia chumbani, unamwambia Bwana asante, maana uwepo wako uko ndani ya nyumba yangu. Usingizi wangu umeuweka katika usingizi mtamu. Umenifanya nilale kama mtoto mchanga, na hata kwenye njozi na maono na ndoto nilizo nazo hapata kuwepo na nguvu za giza ndani ya nyumba yangu. Wewe ndio unayenipa usingizi, kwa maana mimi mtoto wako. Wewe ndio unibariki wakati wa mchana, na wakati wa usiku pamoja nami. Nyumba yangu inazingirwa na malaika zako. Damu yako imekaa juu yangu, wala hakuna maadui wanaweza ingia ndani ya hema langu. Unaongea hayo, sio unasema Baba naomba, Baba naomba, Baba nilinde. Ujinga gani huu? Hebu nyanyua fahamu zako, jitambue wewe tayari umeshapewa, umeshafunikwa, umeshawekwa juu, umewekwa juu ya utawala. Uonyeshe uwepo wa Mungu, tamka baraka za Mungu. Sema amen. Mwenye haki apige kelele, sema amen. Unakuta mtu linaomba likijionyesha halijaokoka, linajionyesha halijasamehewa, linajionyesha halijaponywa. Ukitaka kuwaombea watoto wako, tamka maneno haya. Mnanisikia nyewe wa Kristo? Halo. Ulisema uzao wangu ni uzao uliobarikiwa. Ulisema watoto wangu kuanzia mzaliwa wa kwanza, yeye ndiye mtawala, yeye ndiye anayemiliki mpaka wa mwisho. Hakuna maadui atakayeshika. Tumbo langu umesema ni tumbo lilobarikiwa. Hakuna mtoto wangu ataomba chakula, wala atakayetembea barabarani hana kazi. Ulisema uzao wangu utamiliki malango ya maadui zao. Ulisema nafurahia baraka za watoto wangu, nikiwaona nauona uwepo wako juu yao, naziona nguvu zako juu yao, na waona wakimiliki na kutawala. So unaanza kusema Baba wafungulie mlango. Alishakupa ufunguo, wewe fungua. Geukia jirani yako, mwambie usijicheleweshe. Piga kelele, sema sitachelewa tena. Sema nimeshaelewa jinsi ya kuomba. Piga kelele, sema watajutia sasa. Iko hivi ndugu zangu, iko hivi. Maombi ya kwangu leo sio mahitaji. Maombi kwangu sasa hivi ni sifa na shukrani. Halo. Hata kama sina pesa mfukoni, unaanza kuzungumza, Bwana Yesu asante, maana hujawahi kuniacha, hujawahi kunipungukia, na hujui utakula nini, haujui utaanzaje, utatokaje. Unaambia najua kwamba uwepo wako unanizunguka. Wewe ndiye Bwana, wewe ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi, wewe unaanza kuongea maneno mpaka unasema uliutoa uhai wako ili mimi ni enjoy. Alafu unageuza. Shetani, unasikia maombi unajisikia maumivu,
mapito kwenye mwili yanakuwa ni magumu kila wakati, unasema Bwana Yesu asante, maana mwilini mwako ulichukua magonjwa za kila aina. Ulichukua magonjwa ya figo, ulichukua ya ini, ulichukua ya moyo, ulichukua magonjwa ya mishipa na damu na nyama na mifupa, ulichukua magonjwa ya mawazo, ulichukua magonjwa ya akili, ulichukua magonjwa ya kila aina. Na kwa kupigwa kwako mimi nimepona, na ninapokea alama za mwili wako, napokea chapa zako ziko kwenye mwili wangu, alama za uzima, alama za afya. Asante kwa uponyaji, maana umeniponya hata kabla sijaomba. Ulishaniponya tayari, ulishanibariki mwilini mwangu. Sitateswa na magonjwa tena duniani. Bwana asante, maana ninajua wewe umekaa humu ndani, na huu mwili ni hekalu lako, na atakaye kuja kuharibu huu mwili umesema mwenyewe unamharibu wewe. Sasa angalia Mkristo, Bwana Yesu naomba niponye. Niponye Bwana, niponye Bwana, niponye. Anaulizwa Yesu kule na Baba, uja Yesu anamwambia Baba, nilishapigwa nilishapigwa kwa ajili yake. Ni yeye tu hajui ameponywa, kwa hiyo ananilalamikia. Mgeukie jirani yako, mwambie acha kulalamika. Mwambie unajifanya unaomba, kumbe unalalamika. Nyanyua mkono juu na mnaisema, mwilini mwangu nimezichukua chapa zake Yesu. Hakika wema wake na fadhili zake zitanifuata kila wakati, kila mahali, nami nitakula raha kuanzia sasa, na vizazi vyangu vyote vitakula raha kwa jina la Yesu. Amen. Wangapi wamenielewa? Nijue naondoka hapa. Agano Jipya ni agano lililokuwa limekamilisha, halina muombaji. Hapo nitapigwa na wanatheolojia. Halina muathiriwa. Maombi sahihi, maombi yako sahihi ni shukurani, si ndio? Na kujidai mbele zake. Unajidai. Si unajua jinsi ya kujidai? Jamani, Yesu mnashindwa hata na wale wa jamaa wasanii wa Dar es Salaam. Msanii wa Dar es Salaam anakula kwa mdomo wa, anaenda kwa mtu anasema, mnamwona tajiri huyu, mimi siwezi kufa na njaa, mimi nikiwa hapa siwezi kuwa maskini. Tajiri anacheka, mara tajiri anaingiza mkono nini? Sasa wewe uko na Yesu, unaanza kusema napita majaribu. Yesu anashangaa, majaribu na mimi niko na wewe? Yohana 17 yalikuwa ni maombi ya mapatano kati ya Yesu na Baba. Walinde na yule mwovu, wala usiwatie majaribuni. Amen. Mwambie mwenzako, siruhusiwi kuingizwa kwenye mtego wa majaribu. Piga kelele, sema kuanzia sasa mlango wa majaribu ulifungwa. Mimi niko Sabato, niko kwenye uwepo wake. Vita vimekoma. Haleluya. Vita vilivyobaki ni elimu inayepingana na Mungu kwenye akili yako. Usinichukulie mahubiri ya mfalme Daudi ametiwa mafuta na Samueli. Tafadhali naomba usinilinganishe naye. Mnanisikia? Mimi sio Daudi, mimi ni Absalom. Tena unikome.
Mtu anakuhubiria kabisa na amevaa suti na tai, anakuonyesha ana degree 3 za Bible school, anakuambia ili mtumishi wa Mungu ufanikiwe, Mungu akikutia mafuta hawezi kukurahisishia tu uingie kutumiwa na yeye kwenye viwango vya juu, lazima kupitishe kwenye moto mkali, ukimbizwe na Sauli. Samuel alichukua chupa ya mafuta. Mnanisikia nyewe wapendwa? Roho Mtakatifu hajaja juu yangu na chupa, ameshuka yeye mwenyewe. Na tangu ameshuka hajaondoka. Mnanisikia wapendwa? Piga kelele, sema sio chupa ya mafuta, amekuja yeye mzima mzima. Ngoja nikuonyeshe, twende hivi. Yesu kuingia kwenye majaribu sio ya kwake. Mnanisikia nyewe Wakristo? Kuja kwa majaribu yake ashinde yeye. Ashinde yeye. Hana sababu ya wokovu wako. Hawezi kuwa mwokozi wako. Amekuja apitie majaribu yangu, ayaingie majaribu yangu moja baada ya lingine. Na kila mahali alipopitia, alipopita kwenye jaribu lolote, kwenye kukataliwa, kwenye chakula, kwenye cheo, kwenye sinagogi, sijui wapi, kote huko alikuwa anapita ili nikiwa mhubiri nisiwe na kiburi. Mnanisikia eh? Sema amen, amen. Alipofika kwenye umaskini akakamatwa kodi. Akakamatwa mpaka akaanza kuuliza wanafunzi, hivi hata wazalendo kabisa wanatakiwa walipe kodi? Wakamjibu tu, mwalimu, sasa tuko chini ya utawala wa Kirumi, hapa tuna ujanja, lazima tulipe. Basi kama ni hivyo tusije tukawakwaza hawa jamaa. Akaongea na madirekta waliokuwa wanadai kodi, mtusamee, hatuna saizi, lakini mimi nishikilieni hapa, mumwachie Simeoni huyu akalete kodi yenu. Akasema basi kaa hapo. Kwa hiyo Yesu akabaki hapo. Simeoni akaambiwa, Simeoni, chukua ndoano. Ndoano mwalimu, ya nini? Nenda tafuta mto wote hapa. Tupa ndoano, alafu utakamata samaki. Yaani mtoni kuna samaki wa kukamata, tulipe kodi ilivyo kubwa. Sema, hiyo ya kulipa. Kwa hiyo samaki, fungua mdomo. Wala usihangaike na ukubwa wa samaki, wewe fungua tu. Ukishamkamata fungua mdomo, alafu utakuta shekeli. Mwalimu, shekeli kabisa, Yaani wewe usiulize, wewe nenda fanya shapu, tusipoteze muda hapa. Simeoni anaondoka anasema, nimefanya kazi ya uvuvi miaka mingi, sijawahi kuonaga mdomoni mwa samaki kuna shekeli. Hii yeye amewekaje hiyo? Amewezaje kuweka shekeli kwenye mdomo wa samaki? Anaenda jamaa na maswali, anatembea na kundi la watu, anaambia twendeni, nimeambiwa kuna shekeli kwenye samaki. Wanamwambia huyo mwalimu wako amechanganyikiwa, lazima amekosa akili. Samaki hawezaji kuwa na twende tu, rusha. Samaki hakuchelewa, kakamata ndoano, kufungua mdomo. Simeoni sijui mimi ningelikuwa Simeoni ningerekebisha mambo mapema. Ningemwambia mwalimu, sio shekeli moja, huyo samaki atoe nyingi. Hii mambo ya kukusanya envelope kuomba sadaka kanisani isiwepo. Ndio maana saa nyingine tunahitaji viongozi wenye akili. Maana kama Simeoni angegundua ile siri, leo wahubiri tusingekuwa na shida hela ya kwenda kuhubiri mahali. Unajua kilichotokea? Akaja na shekeli, na nafikiri kiakili zangu, waliokuwa karibu walipoona kweli shekeli imetoka, na wao wakatoa ndoano zao
lakini kwa sababu hawajaambiwa wao hawawezi pata shekeli. Watapata samaki lakini shekeli hawapati mpaka waambiwe na mwenye samaki. Mwenye samaki na mwenye shekeli. Sema amen, amen. Kwa hiyo sasa Simeoni anarudisha shekeli. Yesu akasema hivi, hii sasa ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya huduma na hii kwa ajili ya wewe na familia. Kwa hiyo ilipochukuliwa tu kuweko kwenye meza ya wa kodi, jamaa wa kodi kabidi aite watu wa TRA waje wanani. Bwana, kuna shekeli hapa iliyokuja lakini inaonekana ina thamani kubwa kuliko kodi ya hawa jamaa. Turudishe change. Mimi nafikiri Petro siku hiyo alienda kutafuta eneo hata la kujenga. Mimi natamani iwe hivi. Utakwenda kutoka na neno lake kwenye kinywa chako, na mahali utakapopeleka neno lake kuna kitu kitatokea cha thamani, maana yeye ndio mwenye vyote. Jaribu lako lile la uchumi halitakuwepo tena. Mapito yale ya kukosa hayatakuwepo, kwa sababu hilo eneo la majaribu alishalipitia. Watu wa Mungu, tunaelewana? Hebu sema alishalimaliza hilo eneo. Eneo la nini? Sema shekeli. Jamani, muujiza wa shekeli ameusomagi? Ndio maana mnaomba Mungu afungue milango ya hela. Mwambie mwenzako tayari mdomo wa samaki umefunguliwa na shekeli imepatikana. Mbona hauna hela? Mwambie mwenzako ninacho kipawa kinachoweza kutenda muujiza kutoka kwenye kinywa cha Yesu. Amen. Najua kabisa unaenda kufanya kazi mahali popote Yesu alipomwambia nenda, kwa sababu ni sehemu ya kazi yake, na kile kipawa cha neno lake kitaenda kwenye kazi yako, kitapandisha uchumi kutoka mahali haupo, na uchumi utaonekana pale pale kwenye kazi ile ndogo sana. Inaweza ikafanya kazi ya Mungu mahali popote, na inaweza ikalipa gharama ya maisha ya nyumbani mwako. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Haleluya. Hebu sema adui yangu ameangushwa chini, hawezi akainuka tena. Tunaenda sawa? Hebu piga kelele, sema sina jaribu la kiuchumi wala halitatokea. Napendaga kipawa kingine. Nishawahi kutoaga hilo neno huku. Namalizia. Watu wa Mungu mpo hapa? Nikupe hicho kipawa. Hicho kipawa ni cha kumwamini Yesu anaweza akaongeza. Kinasema hivi, naye Yesu akainua macho yake akaona makutano makubwa yanamfuata, kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Akamwambia Filipo, mmoja katika wanafunzi wake, tununue wapi mikate watu hawa wapate kula? Ala. Yesu ananyanyua macho, anaona maelfu ya watu. Mnanisikiliza watu wa Mungu? Mnasikia hiyo lugha? Anainua macho, anaona maelfu ya watu. Wale watu anaowaona, anamfuata mtu huyu anaitwa Filipo. Alafu anamwambia kwa lugha nyepesi, tununue wapi mikate? Kwa nini amfuate Filipo? Namba moja, kwenye mifuko ya Filipo kuna nguvu. Mnanisikia nyewe Kristo? Kuna nguvu ya maongezeko ya kuweza kusababisha maelfu wakala. Filipo aliposikia hiyo lugha hakuielewa, ikamsumbua kidogo. Huyu amejuaje kwamba na shekeli 200 mfukoni? Tunaelewana eh? Ile shekeli 200 mfukoni ilikuwa na nguvu, angeiweka mikononi mwa Yesu. Mnanisikia eh? Hawa jamaa, ile shekeli sijui ingeongezeka kwa namna gani. Kama shekeli ilitoka kwenye mdomo wa samaki na ile iliyoko kwenye mfuko wa Filipo, ingefanya makubwa zaidi. Filipo akapiga mahesabu. Pasaka sikukuu imekaribia,
na hii ndio nilionayo. Nikimpa Yesu, kule nyumbani wanangojea niwapelekee hela ya sikukuu. Filipo akafeli mtihani, hakumwamini Yesu. Filipo alitakiwa abebe vipawa vya kuwashika wanaume 5,000 kuwapa mishahara kila mwezi. Unanisikia nyewe Wakristo? Maana neno wape chakula maana yake wape mshahara wapate chakula. Maana hakuna kula pasipo kufanya kazi. Filipo alikuwa anabeba mtaji wa biashara, wa makampuni, wa machimbo, wa kilimo, kuwafanya wanaume 5,000 waajiriwe chini yake. Filipo akaona hiyo, aliona umaskini wa watu wa familia yake wachache, mke na watoto 2 aliokuwa nao. Akabaki na shekeli mfukoni. Sikukuu ya Pasaka ilipofika iliisha, akabaki muhitaji. Lakini mtoto alikuwepo pale, akanyanyuka peleke mkate na samaki, akazuiliwa na Andrea. Unaenda wapi? Anasema nimemsikia mwalimu anasema anataka mkate na awape watu chakula. Akasema mikate iko wapi? Anasema hii mikate 5 na samaki 2. So, wewe mtoto umekosa akili. Samaki hii kidogo na makutano, wewe kaa chini kule. Sasa Yesu anasikia mtu anazungumza hapa, akageuza kichwa angalie nani anazungumza wakati mimi ndo niko kiongozi hapa. Akashtuka Andrea, akajua Yesu nimeingilia mazungumzo yake. Akaongea kwa kuropoka bila kuulizwa. Lakini mwalimu, hapa kuna mtoto ana mikate 5 ya shairi na samaki 2. Navyo ni nini kwa makutano kama haya? Kumbe Yesu alikuwa anatafuta kipawa kilichoko ndani ya mtu kinyanyuke, kifike kwenye mikono yake, akipeleke juu kwanza mbinguni, alafu kijazwe kule nguvu, kishushwe chini, alafu akatawale wale walioko chini. Andrea hakujua, akasarau mkate ambao unatoka kwa mtoto. Yesu akasema mtoto kuja hapa na mikate yake. Akachukua mikate, akapandisha, aliposhusha ketisheni watu chini. Tayari huyu mtoto, hiyo historia jamani, mimi nimeisoma. Yule mtoto ndio hao waanzilishi leo duniani. Pesa ya dola ni mali yao, kila kitu kinanunuliwa na hiyo dola. Mafuta, magari, chochote ukiagiza nchi, ukikata tiketi ya ndege, dola. Hello? In God we trust, full stop. Piga kelele, sema amen, amen. Kile kipawa leo kimeshika dunia zinainuka, BRICS inanyanyuka, hamna. Watu wanachimba mafuta, nunua dola. Fanya hivi, dola. Kuna majamaa tu wamekaa hivi, zina Natamani kile kipawa kilichoko mikononi mwako kisogeze kwenye mikono ya Yesu. Alafu Yesu akinyanyue juu namna hii, katika kile kiti cha utajiri kule juu, kitapima kile kilichoko kwenye ile sadaka yako. Alafu kitasema hii sadaka imetoka katika moyo wa upendo. Huu moyo wa upendo na wa imani. Musa aliambiwa na Mungu, waambie wana wa Israeli wanitolee sadaka yangu kwa moyo wa kupenda wala sio kwa lazima. Paulo akachukua lile neno akalileta kwenye Agano Jipya. Maana Mungu huwapenda wale watoao kwa moyo mkunjufu wala si kwa lazima. Ile neno sio kwa lazima, imani na upendo ikiingia, ile sadaka inapanda. Ikifika kule ni minute, imerudisha majibu hapa chini. Ikija hapa chini, maongezeko ni lazima. Maongezeko ni lazima. Ndio maana Paulo anasema mkitajirishwa katika vitu vyote na kumpatia Mungu shukrani kwa kazi zetu njema. Yaani unatajirishwa kwenye vitu vyote kwa sababu kuna kitu kimetoka mkononi mwako kikaenda kwenye mikono ya Kristo. Amen. Mnanisikiliza ni wa Kristo? Nilishaonyesha hapa kwamba nilishawahi kutoa gari. Baada ya kutoa hiyo gari, mimi na mke wangu na watoto ni tunagonganana na hiyo gari kila siku. Mama akitoka saluni anataka gari, mimi nikitaka, watoto wanataka, ugomvi, gari moja. Nikaitoa sadaka. Baada ya kuitoa sadaka, tukafika mali wote tunapanda magari ya abiria na tunakaa nje ya mji. Mwaka ukuisha, gari 8
8 zikaingia ndani ya nyumba. Mpaka leo hatujui tuzipeleke wapi. Wale watoto walikuwa nang'ang'ania gari, hawang'ang'anii. Mama kapata ya kwanza, binti yake akichukua harudi. Mama analalamika, mtoto amechukua gari. Anamwambia ni shauri yako, umempa wewe. Mimi nikanunua Land Cruiser, mtoto akichukua mkubwa harudi. Tukamwambia Mungu, tulikubaliana na wewe hakuna mtu atakaa ndani ya hii nyumba kwa ajili ya gari moja lilalamikiwe na kila mtu. Likatokea gari la msichana. Pap, msichana kapata gari. Alikuwa kwenye maombi ya siku 3 anafunga na kuomba. Nikamwita njoo, akaisikia, akaja, akaniambia dadi niko kwenye prayer. Nikamwambia njoo, maombi yamejibiwa. Nikampa ufunguo, nilikuwa na mama yake. Binti alichanganyikiwa. Akatoka na gari yake nzuri kama yeye alivyo. Akaenda nayo. Haikuchukua tena muda, ikatokea gari nyingine. Ikatokea gari nyingine. Huyu jamaa huyo aliyeka hapo alikuwa anasoma form 3. Akaniambia dadi na mimi nataka gari yangu. Nikamwambia ukimaliza form 4 ukafaulu unapata gari. Anaenda anamaliza form 4 anafaulu, gari iko nyumbani tayari. Nimepigiwa simu nikiwa hapa Tanga. Niko hapa kwenye hiyo hoteli. Hoteli inaitwaje hii? Mtendele hapa. Nimekaa Mtendele, niko na Jeremia. Mtumishi Jeremia Ubedi nilikuwa naye. Sauti ya Mungu kanambia hivi, ninakujaribu leo. Ukishinda nakupa gari. Kasema Mungu, unanipa gari? Ndio, ninakupa jaribu leo. Ukilishinda nakupa gari. Nikamwambia Jeremia, Mungu ameniambia anaenda kunijaribu leo, na nikishinda hilo jaribu ananipa gari. Na mimi nimemwambia Mungu nijaribu. Dakika zijaisha, simu ikalia kutoka Dodoma. Mtu ananipigia simu ananiambia, mtumishi, Bwana asifiwe. Amen. Mtumishi, mimi ninayo rubi na madini mengine. Mimi ni mtu najua mambo ya madini na nimefanya biashara hiyo sana. Hata yule mtoto pia anafanya. Kwa hiyo nikasema leta. Kwa hiyo saa 2 za usiku Land Cruiser kaja pale hotelini. Imetoka Dodoma. Saa 2 za usiku. Mtu yuko na mke wake, yuko na watoto wake na mfanyakazi. Wameshuka, tumefika. Na kuuliza kwa wapi? Niko kwenye Land Cruiser hapa. Nikawafuata. Land Cruiser ya kisasa. Nikawaambia chukueni nyumba kwanza. Nikawalipia hoteli hapo Tendele. Wakaenda, nikawagizia chakula maana wamekuja wamechelewa. Alafu nikamwambia kazi tutafanya asubuhi. Wakafungua mfuko asubuhi. Madini yamekaa hapo. Nikayaangalia, nikaona faida ipo nikiachukua. Lakini nina mkutano. Nikamwambia fanya hivi. Nakupa namba ya simu hii, uende kwenye ofisi mojawapo ya ofisi zetu Arusha. Utauza. Hapa nina mkutano, siwezi acha. Na nitapiga simu upokelewe. Yule bwana akasema sawa. Nikalipia rumu na chakula chake. Wakaondoka. Hawakwenda Arusha na sijawahi kuwasikia tena. Nimemaliza tu wameondoka. Sauti kanambia umeshinda mtihani. Maana adui alikuwa nataka niache mkutano, nimwambie Jeremia hubiri, mimi niende nikatafute hela. Mnanisikia Nilipomuondoa yule mtu, moyo wangu kasema siachi mkutano. Sauti kanambia umeshinda mtihani, sasa nakupa gari. Nikamwambia Jeremia, tukae hapa nje, tuko pale nje kwenye parking ya magari, tuangalie ni gari gani napewa. Kwa hiyo nakaa barabara, nasema ni hilo nini? Ni hilo nini? Nakwambia ukweli, naanza kuangalia gari lipi, sioni gari. Nikaingia simu kwenye simu yangu. Mtumishi, Bwana asifiwe. Amen. Uko wapi? Nikamwambia niko Tanga. Sasa mtumishi, nimeambiwa na Mungu nikupe gari. Nikamwambia kweli Mungu amekwambia unipe gari Kwa hiyo mimi niko kwenye mikutano, siwezi kuja Dodoma. Hilo gari natoka Dodoma. Siwezi kuja Dodoma maana niko kwenye mikutano mwezi mzima. Nitapata muda tarehe 9 mwezi ujao. Mwezi mzima. Akaniambia kila kitu wewe nipe details zako, ninaenda kubadilisha kila kitu. Nikasema sawa. Lakini nikamwambia omba Mungu tena zaidi kama ni Mungu. Akaniambia hii sauti niliyosikia sina mashaka nayo. Ni tarehe 9 mwezi naenda. Ananiambia faili ile hapa, fungue gari ni papa ya ule kijana. Hiyo gari mpaka sasa hivi mama yake ndo anaitumia na mama naye gari nyingine.
huyu ameshachukua na magari mengine anayo. Ngoja nikwambie, inawezekana hujajua kuna kipawa unaweza ukawa unacho kidogo tu, lakini ukamwambia Mungu sitoi, utajikuta unang'ang'ana na maisha ambayo sio ya kwako. Ulitakiwa uende pale. Filipo aling'ang'ana na maisha mpaka anakuja kuhubiri kule jangwani. Roho Mtakatifu kabidi amnyanyue tu, maana sasa hata nauli ya kurudi hana, baada ya kubatiza towashi. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Natamani kitu fulani kifanyike kwenye maisha yako, iwe kuanzia leo sauti ya Mungu isikie na wito wake upate, na neema iliyoko ndani yako ikafanye muujiza mkubwa. Usisite kwenye hilo eneo. Pigia Yesu makofi mazuri. Mtumishi, mimi nimemaliza. Tunazo kadi tuligawa jana.